Umewahi kujiuliza swali hili kwa ukimya wako? Kama sina pesa nyingi, kama sina connection, kama sina mtu wa kunisukuma, je, bado naweza kufanikiwa? Jibu ni ndio, kwa sababu kitu kimoja ambacho hakiwezi kuchukuliwa kwako ni akili yako. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajui jinsi ya kuitumia akili yao kwa manufaa yao. Ulimwengu hauwapi nafasi walio na ndoto tu. Unawapa nafasi wale wanaojua kufikiri kwa mkakati, kujisimamia na kugeuza mawazo yao kuwa matokeo. Na sasa, hapa kuna njia 10 zitakazokuonyesha jinsi ya kufanikiwa kupitia akili yako mwenyewe, hata kama unaanza na sifuri. Kabla tujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. 1. Jifunze kufikiri kabla ya kutenda. Watu wengi hujibu maisha kwa hisia. Wewe jifunze kujibu kwa akili. Kabla ya kuongea, fikiria. Kabla ya kuamua, pima. Kabla ya kukata tamaa, chambua. Mtu anayefanikiwa si yule asiyeanguka, ni yule anayejua kwa nini alianguka na nini cha kubadilisha. 2. Badilisha mazungumzo ya kichwani mwako. Akili yako husikiliza kila unachojiambia. Ukisema siwezi, maisha ni magumu, wengine wana bahati, akili yako itafanya kazi kuthibitisha maneno hayo. Badilisha lugha. Nitajifunza, nitatafuta njia, bado sijafika, lakini niko njiani. Hapo ndipo mabadiliko huanza. 3. Jifunze kukaa kimya na kufikiri kwa kina. Kelele nyingi zinaua fikra. Mafanikio mengi huzaliwa katika ukimya. Wakati unaandika, unapanga, unajiuliza maswali magumu. Usikimbilie kila maoni. Kaa na mawazo yako. Hapo ndipo akili hujifunza kuongoza. 4. Tumia akili yako kutengeneza nidhamu, si motisha. Motisha hupanda na kushuka. Nidhamu hukaa. Akili yenye nguvu hujifunza kufanya kazi hata bila hamasa. Unaamka, unafanya kinachopaswa kufanywa hata kama huhisi. Hapo ndipo matokeo huanza kujionyesha. 5. Jifunze kuchelewesha raha kwa ajili ya mafanikio. Akili dhaifu huchagua raha ya sasa. Akili imara huchagua matokeo ya baadaye. Wakati wengine wanapoteza muda, wewe unajenga. Wakati wengine wanatafuta starehe, wewe unatafuta maarifa. Hicho ndicho kipimo cha mafanikio ya kweli. 6. Jifunze kushindwa bila kujivunja. Kila mtu anayefanikiwa ameshindwa mara nyingi. Tofauti ni hii: wengine huacha, wengine hujifunza. Akili yako ikishindwa leo, usiadhibu, ifundishe. Uliza, nifanye nini tofauti? Nimekosea wapi? Nimejifunza nini? 7. Jifunze kujitenga na watu wanaochosha akili yako. Si kila mrafiki ni msaada, si kila tabasamu ni baraka. Akili yako inahitaji mazingira safi. Watu wanaolalamika sana, wanaokukatisha tamaa, wanaodharau ndoto zako, wanakuchosha kabla hujaanza. Linda akili yako kama unavyolinda maisha yako. 8. Jifunze kuweka malengo yanayofikiriwa, si yanayohisiwa. Malengo mengi hufa kwa sababu hayana mpango. Usiseme tu nataka kufanikiwa. Uliza, nitafanikiwa vipi? Nitafanya nini leo? Nitapima maendeleo vipi? Akili hufanya kazi vizuri inapopewa mwelekeo. 9. Jifunze kujiamini hata bila kushangiliwa. Mara nyingi, safari ya mafanikio ni ya upweke. Hakuna makofi, hakuna sifa, hakuna anayekuona. Lakini akili imara huendelea hata bila ushahidi. Inaamini mchakato, inaamini kazi, inaamini mwelekeo. 10. Jifunze kuwa bosi wa mawazo yako, si mtumwa wake. Si kila wazo ni kweli, si kila hofu ni ishara, si kila hisia ni uamuzi. Akili iliyokomaa huongoza mawazo, si iongoze nayo. Na hapo ndipo nguvu kweli ilipo. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Mafanikio hayaanzi nje, yanaanza ndani. Ukishinda akili yako, utashinda hali. Ukijenga fikra zako, utajenga maisha yako. Na kumbuka, watu wengi wanatafuta fursa, wachache
wanajenga akili ya kuziona.